La ngapi? La 4. Mashujaa ni watu ambao wako tayari kupenya na kutawaja kila aina ya mipango ya uharibifu kwa lengo la kutimiza na kulinda huduma au lengo lake. Ninasema hivi, walipokuwa wakiyafuata maji, Biblia inasema kwamba wakapenya kwenye kundi la Wafilisti. Wafilisti ni wahalifu. Wafilisti ni maadui ambao hawakutaka Daudi au kwenye ufalme. Tuko pamoja? Naongea taratibu sana kwa sababu ni mambo ya kutusaidia wako na kuja. Bora kumtumia kama sana. Ila mwenye atanielewa na kujifunza. Nasema wakapenya, manake wakahakikisha kwamba neno kupenya manake ni kupita. Sijui sasa walitumia njia gani, sijui walitumia strategy gani, sijui mkakati gani, lakini nasema waliweza kupita, wakaenda kuchota maji na kurudi kutimiza takwa la kiongozi wao. Kwa sababu kuna watu wamepanga kwa ajili ya uharibifu. Unaelewa? Yeah. Hapa kanisa wao wamepanga kwa ajili ya uharibifu. Kazi yao kupata sumu. Lazima waweke watu watakaojipenyeza kuzijua hizo ila na kuzidhibiti kwa usalama wa kundi. Lazima tuna watu wanamna. Kuna watu wanakuwepo kwenye kwaya lakini anaisema vibaya kwaya. Yeye kwenye kwaya asipakwa mmepote ule akitoka anaisema nini? Na hatoki kwenye kwaya. Lakini tu anaichafua kwaya, amna kwaya pale, chini nilikuwa nimeshachelewa, lakini Jumane yuko kwenye mazoezi. Asipakwa mmepote ule akitoka tena nenda naichafua. Wengi wa Mungu vya neno wako hapa, tunawasaidia, tunawalisha, tunawavisha, tunawaombea, lakini bado wanatoka wanakuchafua. Lakini yuko Jumapili yuko mali akiona tatizo na wewe nini? Basi hao watu wanahitaji kudhibitiwa kwa ajili ya usalama wa kundi katika jina la Yesu. Ndio maana usiogope mtu kumchana. Mwambie wewe ndiye kikwazo cha dunia. Na watokaji watu kama kuna watu wazamazishini. Ukisema wewe tusikutendwa anasema kuna watu wanachafua kanisa, wanachafua kadi wanafanya, lakini wao Jumapili na mikono. Inua mikono useme ni Bwana. Wami wakitoka pale hatuwezi kwenda, kwa sababu wakati mwingine urafiki ni gharama. Hakuna mtu aliyekamilika. Hafu tumwangalia mtu mwenyewe anayemchafua amejaa na changamoto za Bwana. Yeye mwenyewe anasema kuna Mungu. Yeye mwenyewe ni kutosha. Kuna maneno mengi sana. Wakati yeye ndio mwenyezaji wa maneno. Na wako sana. Wako. Hatuhitaji. Ni bora uondoke utupishe tubaki hata watano, lakini tunakubaliana katika jina la Yesu. Na kuanzia leo kabla tujaingia mwaka, mlango uko wazi, milango mitatu. 1, 2, 3, chakula mchewa. Sema amina kama nielewa. Chagua utapitia mlango wa huku. Ukitaka tukufuria dirisha tutang'oa, lakini
lakini utupishe, tutarudishia baadaye. Maana hasara unayopata kupitia ni kubwa, ni bora ukatupisha. Sikiliza wapendwa, watu wengine wakiondoka, tunatakiwa kutengeneza ibada ya shukrani. Tunatakiwa tuchange mchele, tuchange wali na nini, nyama, tuchange, kwa sababu kuna mtu akiondoka unasikia kama vile mzigo umetua. Tunatakiwa tuwe tunaandaa sherehe. Nyewe wenyewe na watu sio dhambi, kwani kuna maulidi. Maulidi ni ibada ya shukrani. Nitakuja hapa ninaandaa sherehe ya mtisha chako. Na tukiwa tunaambia Jumapili tutakula hapa na tunamshukuru Mungu. Kwa nini? Hatujui. Kuna watu wengine wakitoka. Yaani ni bora tukabaki hivi tulivyo, lakini watu tuliobarikiwa, ni watu tuliopatana, ni watu tunaotembea katika jina la Yesu. Sema amina kama unanielewa. Sasa kuna watu wanakuchafua. Lakini hao watu ndio tunawasaidia sana. Lazima tuwe tayari kuilea huduma ya neno. Lazima uwe tayari kulea mchungaji wenu na mchungaji wenu, hao viongozi wenu. Lazima uwe tayari kushika kwa mshirika. Hakuna sehemu yote shika mapungufu. Lakini kwa nini tuna watu hao? Kwa sababu watu hawa hawajawahi kupita kwenye mapito. Ukikutana na mtu ambaye amepita kwenye mapito, huwa ni watu ambao wamejichua. Halo, tuko pamoja wana wa Mungu. Ni maneno magumu, lakini yatatusaidia. Sema amina kama unanielewa.